Mambo vipi mwanamichezo, mambo vipi Mtanzania mwenzangu? Tumekutana tena katika jukwaa hili kwa ajili ya kwenda kuangalia taarifa za usajili. Tunafahamu kwamba ndo tupo katika ile miezi ambayo ina joto ndani yake. Klabu mbalimbali zimekuwa zikifanya mazungumzo kwa wakati huu, na kuna tetesi huwa zinachelewa kuleak. Inaweza ikaja wakati huu alafu baadaye ndio ikaenda kwenye watu wengi. So tunakwenda kuangalia kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Simba bwana, kwenye timu za Tanzania ndo timu ambayo inaonekana iko serious zaidi katika soko la usajili mpaka wakati huu, kwa maana ya kuboresha kikosi chao kuliko timu nyingine mbalimbali. Kwa mfano Azam FC mpaka sasa hivi tunapozungumza, tetesi rasmi ambayo inawahusisha nyota ambayo wanamhitaji ni mmoja tu mpaka wakati huu. Kama zipo nyingine basi hazijanifikia katika mkono wangu, lakini kwa upande wa Young Africans na wenyewe mpaka wa sasa hivi na taarifa mbili tu kutoka kwao na tayari nimeshazishare hapa. Sasa kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, wamekuwa wakihusishwa na nyota wengi mbalimbali, na nawaelewa kwa nini wanafanya hivyo, kwa sababu wanataka kurudisha tena ule ufalme wao ambao umepotea kwenye misimu mitatu ya mwisho, ikiwa Young Africans ametake over akifanya vizuri kwa kubeba makombe mengi ndani ya Tanzania. Sasa Simba kuna nyota wawili na wote wanacheza kwenye position moja, kwa maana ya viungo wa ulinzi wanahusishwa na klabu ya Simba, na ni rasmi klabu ya Simba imebisha hodi kwa klabu ambazo zinamiliki nyota hawa wawili, kwa sababu nyota wote wawili wana mikataba na tutaenda kuangalia nyota hawa ni nani na nani. Lakini nimeanza na kutaja eneo ambalo wanahitaji kuongeza nguvu, kwa maana ya eneo la kiungo cha ulinzi. Ifahamike kwamba Simba wamefanya usajili mkubwa sana katika dirisha lililopita. Wamesajili nyota wengi wa ndani pamoja na wa kigeni, lakini katika eneo la safu ya kiungo ni eneo ambalo kama limekuwa disappointed hivi. Nyota wengi ambao wamesajiliwa wameshindwa kudeliver kwenye kiwango ambacho Simba wanakihitaji, na tunasema hivyo kwa sababu nyota hao wamekuwa hawapati nafasi ya kucheza mara kwa mara. Kwa mfano, katika kiungo cha ulinzi Simba ni eneo ambalo alikuwa kistruggle kwa miaka mingi sana, almost miaka mitatu. Kwenye eneo la kiungo cha ulinzi kumekuwa kuna changamoto. Wameshasajili nyota wengi katika eneo hilo na walishindwa kudeliver kwa kiwango hicho. The like of akina Sawadogo alikuja hapa, lakini Mkude na mwenyewe wakati yupo pia alikuwa nafasi yake, na Rehani alikuwa acheze kwa kiwango cha kutosha. Baadaye wakaja kuchukua viungo wa ushambuliaji na wakawashusha katika safu ya kiungo cha ulinzi ili waweze kudeliver hapo, lakini mambo yakawa tofauti. Hapo namzungumzia Fabrice Ngoma ambaye alishushwa kucheza kama kiungo wa ulinzi. Mzamiru Yasin naye alicheza kama kiungo wa ulinzi, lakini kimsingi hawa ni namba 8 na kwenda juu. Sasa basi, katika eneo la kiungo cha ulinzi kuelekea msimu huu wa 24-25, msimu huu ambao tuko nao, Simba walisajili viungo wawili typical wa ulinzi, na viungo hawa wa kwanza ni Augustine Okejefa kutoka Nigeria. Huyu ni MVP wa ligi kuu ya Nigeria, most valuable player, na unaelewa kwa nini Simba waliamua kwenda kumchukua huyu nyota ambaye ni mchezaji bora wa ligi kuu ya Nigeria, miongoni mwa ligi bora barani Afrika, na kumleta katika kikosi, kwa sababu walikuwa na shida kubwa katika eneo la kiungo cha ulinzi. Ripoti ya technical staff ilikuwa ikihitaji kiungo wa ukabaji mzuri, kwa hiyo wakaamua kwenda kumchukua kiungo mkabaji bora ndani ya kikosi ndani ya taifa la Nigeria, na alifanya vizuri tangu msimu uliopita akiwa na Rivers United wakicheza hatua ya robo finali. Sasa basi, Augustine Okejefa ameingia kwenye kikosi cha Simba, na mpaka sasa hivi tunapozungumza nafasi yake imekuwa ngumu, hapati nafasi. Kwa hiyo Simba wamelazimika kumtumia kiungo mwingine mzawa, Yusuf Kagoma, ambaye na yeye deal yake ilikuwa na misukosuko mingi mpaka inakuja kukamilika kwenye kikosi cha Simba. Sasa Yusuf Kagoma baada ya kuingia kwenye kikosi cha Simba, manake Simba ina viungo wawili wa ukabaji wazuri, Augustine Okejefa na Yusuf Kagoma. Augustine Okejefa ameshindwa kuingia kwenye kikosi, Yusuf Kagoma ameingia kwenye kikosi. Fabrice Ngoma mara ya kwanza alikuwa akitumika kama kiungo wa ulinzi, sasa hivi ametolewa kwenye hiyo position na kusogezwa juu ili aweze kuwa free zaidi. Kwa hiyo
kuto kufanya vizuri kwa Augustine Okejefa, lakini pia walichukua kiungo mwingine ambaye anacheza kwenye box zote mbili, kwa maana ya Deborah Fernandez Mavambo. Huyo alimchukua Mutondo Stars ya Zambia, kaingia kwenye kikosi na anacheza box zote mbili, kwa maana box ya ulinzi na box ya kushambulia. Lakini alivyoanza msimu kaanza vizuri, lakini kadri muda unavyozidi kwenda inaonekana nafasi yake inakuwa hatarini kucheza eneo ambalo Fabrice Ngoma na Yusuf Kagoma wamelicement limekuwa eneo lao katika mechi nyingi ambazo wanacheza Simba. Kwa mantiki hiyo, Deborah Fernandez automatic ameshindwa kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha Mwalimu Fadlu kwa wakati huu. Kiungo wa ushambuliaji Joshua Mutale ndiye kiungo wa ushambuliaji ambaye na yeye ameshindwa kudeliver kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Akitokea Aba Yellow Power Dynamos alikuwa na performance nzuri, lakini akiwa na Simba mambo yamekwenda tofauti mpaka wakati huu. Bado ana nafasi ya kufanya vizuri, lakini sasa Simba jambo la wao kuingia sokoni na kutafuta viungo wengine wa ukabaji ambao wanaweza kuongeza nguvu inatishia usalama wa baadhi ya nyota kwenye eneo la kiungo kwa upande wa Simba. Sasa basi nyota ambao wanahusishwa nao ni wawili. Nyota wa kwanza ni Abdallah Yasin Kulandana. Huyu ni mzawa ambaye anacheza kwenye kikosi cha Fountain Gate. Ni nyota ambaye ana msimu wa mwaka mmoja umesalia kwenye kikosi hiko cha Fountain Gate, na ikumbukwe kwamba Abdallah Yasin Kulandana alikuwa mchezaji bora, alikuwa na kiungo bora wa ligi kuu ya Zanzibar msimu uliopita, na ni nyota ambaye alikuwa na mchango mkubwa katika misimu ya ubebaji wa mataji ya Mapinduzi Cup akiwa na kikosi cha Mlandege. Mlandege performance yao ilikuwa nzuri, wakabeba back to back ubingwa wa Mapinduzi Cup. Miongoni mwa silaha muhimu kwenye kikosi kile cha Mlandege ni Abdallah Yasin Kulandana ambaye anacheza Fountain Gate, moja ya viungo bora, na kimsingi Simba wamekwenda kubisha hodi kwa maana ya kuongeza nguvu kwenye kiungo mzawa. Lakini mpaka wakati huu tunapozungumza, Abdallah Yasin Kulandana yupo tayari kwenda kuitumikia klabu ya Simba. Changamoto ipo kwa Simba na Fountain Gate. Mpaka wakati huu tunapozungumza, kiasi ambacho Simba wamepeleka kwa Fountain Gate wamewarudisha, wamewaambia ongezeni kiwango kingine. Hasa kuna figures zinatajwa ambazo hazijawa rasmi katika vyanzo vyangu, lakini kuna fedha imepelekwa kwa Fountain Gate wametaka ile fedha iongezeke ili waweze kumwachia Abdallah Yasin Kulandana. Kwa hiyo biashara hii kama watakubaliana vema, basi Abdallah Yasin Kulandana tutarajia kumuona kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kama kila kitu kitaendelea kusalia kama kilivyo. Na huyu kwenye viungo wazawa sasa hivi ni moja ya viungo bora ambao wanapatikana katika ligi yetu ya Tanzania bara. Mbali na hapo, kiungo ambaye inawezekana ikawa ni story kubwa kwa watu wengi na ni moja ya viungo bora kabisa kwa wale ambao wanafuatilia ligi kuu ya Tunisia, inawezekana ikawa wamemuona. Kiungo huyo ni nyota wa kimataifa wa Senegal, anaitwa Abdou Said. Yes, ni kiungo ambaye anacheza kwenye kikosi cha CA Binzertin kutoka Tunisia. Naam, huyu sasa taarifa hii imetoka Tunisia kwamba wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wamepeleka ofa katika kikosi cha CA Binzertin kwa ajili ya kupata huduma yake. Nyota huyu ikumbukwe ana mkataba bado na klabu hiyo ya huko Tunisia, lakini tena mkataba wa miaka miwili. Ni mkataba mgumu, isipokuwa kwenye mkataba wake kuna kipengele kinachomruhusu akipata timu bora, akipata malisho bora, wakafikia kiwango fulani cha fedha, basi mkataba wake unaweza ukawa terminated, ukavunjika, na nyota huyu akaondoka kwenye kikosi hicho. Sasa kwa wakati huu tunapozungumza, moja ya viungo bora kabisa kutoka Tunisia katika safu ya kiungo cha ulinzi ni huyu bwana, kwa maana ya Abdou Said. Ni kiungo ambaye alijiunga na klabu hii msimu uliopita, ndo msimu wake wa kwanza akiwa ametokea kwenye kikosi cha Casa Sports. Casa Sports ni timu ambayo inatokea kusini mwa taifa la Senegal, na kule alikuwa captain. Yes, sasa baada ya kuingia kwenye ligi ya Tunisia, performance ambayo ameonyesha so far katika msimu huu
ameshafunga mabao 6 katika kiungo cha ulinzi, ndio mpigaji wa set pieces za timu, kuanzia free kick kwenda katika kona kwenda katika penalty kicks. Yeye ndo amekuwa akikabidhiwa hilo jukumu. Kuna rafiki yangu anaitwa Arafat Amloui kutoka Tunisia. Nilijaribu kumuuliza kwa undani zaidi kwa sababu huyu ni nyota ambaye ameandikwa sana katika vyanzo mbalimbali vya soka kutoka kule Tunisia. Mimi muandika, lakini nikamuuliza Arafat, akaniambia kwamba yeye ndo aliyenipa kauli ya kusema huyu ndiye top midfielder wa kigeni katika eneo la kiungo cha ulinzi kwa wakati huu tunapozungumza. Kwa hiyo mimi nimechukua maneno yake. Of course sijui timu zote za Tunisia, sijaona mechi zote za timu za Tunisia, lakini maneno yake namuamini kwa sababu ni miongoni mwa trusted source ambao nawasiliana nao kutoka Tunisia. Lakini kutoka Simba, vyanzo vyangu vinaeleza kwamba ni kweli kwamba Simba wamepeleka offer kwenye klabu hiyo ya Binzertin kwa ajili ya kunasa saini ya kiungo huyo wa ulinzi ambaye amekuwa na ubora wa hali ya juu. Umri wake ni miaka 23. Ni miongoni mwa wachezaji bora katika ligi kuu ya Tunisia. Sasa basi, Simba naamini scouting network yao ipo Tunisia. Yaani either mtu ambaye anafanyia scouting amekuwa akifuatilia ligi kuu ya Tunisia kwa ukaribu au ana connection na timu za Tunisia au whatever. Nasema hivyo kwa sababu katika dirisha lililopita la usajili kuelekea msimu huu ambao tunaucheza sasa hivi, msimu wa 2024-2025, Simba walikuwa wakihusishwa na nyota wawili kutoka katika ligi kuu ya Tunisia. Isivyokuwa bahati, wale nyota hawakuwapata kwa sababu fedha ambayo walikuwa wamehitaji ilikuwa kubwa kweli kweli. Sasa hawa nyota wawili nitawataja hapa, lakini pengine watu wengi walikuwa wafahamu na hizi story labda hazikuvuja. Pia miongoni mwa sababu jukwaa hili alikuwepo kwa wakati huu. Hili ni jukwaa jipya ambalo limeanza mwezi Februari, lakini kwa wakati huu tutaendelea kuzipata taarifa za namna hii. Kuna deals ambazo zinatokea wala haziwahi kuvuja na zinakufa, nyingine zinakuja kukamilika. Kwa hiyo miongoni mwa deal ambazo zilitokea na hazikuwahi kuvuja na ikafa kwa maana ya hao nyota hawakuja Tanzania, ni deal ambayo inawahusisha nyota wawili. Kwanza ni nyota wa kimataifa wa Guinea ya Bissau. Huyu anaitwa Federico Bicoro. Ni nyota ambaye amecheza Spain, lakini alikuwa akicheza kwenye klabu ya Club Africain. Sasa basi, kandanda ya Tunisia kwa wakati huu kwa miaka hii almost miaka 3-4 inapitia changamoto kubwa sana ya kiuchumi, na timu ambayo inaonekana bado iko strong kwenye economic muscles ni hawa Esperance de Tunis. Tofauti na hapo, klabu zilizosalia nyingi zina struggle kiuchumi. Kuna masuala mengi ambayo siku nyingine tunaweza tukayajadili, lakini klabu za Tunisia zina struggle kwenye eneo la kiuchumi, na ndio maana nyota wengi wanakimbia Tunisia kwa wakati huu wakitafuta malisho sehemu nyingine. Sasa huyu Federico Bicoro alikuwa akicheza kwenye klabu ya Club Africain, ile ambayo aliwahi kucheza na Young Africa wastani wa misimu miwili nyuma. Sasa Federico Bicoro alihitaji mshahara wa $10,000, ndio ambao ulileta changamoto na hawakumchukua. Kumradhi, ilikuwa ni $20,000. Alikuwa akihitaji mshahara wa $20,000, wastani wa milioni 40 na plus huko mbele kwa mwezi, jambo ambalo Simba hawakuwa tayari kulipa hiyo fedha, na alitimka zake akaenda kujiunga na kikosi cha Raja Casablanca ya Morocco. Kwa hiyo Raja maybe walifikia target ya kumpa iko kitu au pengine pungufu ya hapo au whatever, lakini kwa sasa ni kiungo wa ulinzi wa kikosi cha Green Eagles Raja Casablanca. Lakini mwingine ni Ismail Sidibe. Huyu ni kiungo wa ulinzi nyota wa kimataifa wa Mali ambaye alikuwa anacheza Etoile du Sahel ya pale Tunisia pia, na yeye alikuwa akihitajika na klabu ya Simba. Walijaribu kufanya mazungumzo lakini deal haikukamilika. Sijui sababu ni nini ya kutokamilika kwa deal hii, lakini baadaye alienda kujiunga na klabu ya RS Berkane. Kwa tunapozungumza ni mchezaji wa RS Berkane ya Morocco. Hizo timu mbili zote economic muscles yake ni kubwa, kwa maana ya Raja pamoja na RS Berkane ndiko ambako Sidibe amekwenda kujiunga nako. Sasa basi, swala la Binzertin, hii klabu ambayo inamshikilia huyu nyota Seydou na Amadou, naamini kwamba swala la huyu mchezaji kuingia kwenye ile klabu
na kuweka option ya ikitokea timu fulani inimchukue, yani kutengeneza mazingira rahisi ya yeye kuondoka. Naamini sababu mojawapo ni haya masuala ya kiuchumi katika ligi ya Tunisia, ligi ambayo nyota wengi wanaikimbia. Ndo kama hapo nimetoa mfano wa nyota wawili, nimemtaja Federico Bicoro, nimemtaja na Ismail Sidibe, wote wameikimbia ligi hiyo ya Tunisia. Kwa hiyo maybe yeye aliingia kwenye ligi hiyo kwa masharti ambayo yanaweza kuwa rafiki kwa yeye kusalia, lakini kama inashindikana kwa maana ya malipo yake kuyapata vizuri, basi huenda akatimka. Kwa hiyo Simba, huyu ni mchezaji wa tatu kuanzia msimu uliopita, dirisha la msimu uliopita, dirisha kubwa, na kuelekea katika msimu huu. Huyu ni mchezaji wa tatu kwa Simba wanahusishwa naye katika safu ya kiungo cha ulinzi. Sasa basi, kama itakamilika deal hii, naamini Simba wamekwenda kupata kiungo wa ulinzi bora kabisa, na nyota wengine ambao wanahusishwa nao tayari niliwahi kuzungumza. Wapo nyota wengine taarifa nimezipata, lakini sio taarifa rasmi za kuweza kuzileta hapa. Kwa hiyo hapa naleta taarifa ambayo nimethibitisha kutoka kwenye vyanzo vyangu, naona ina haja ya kuileta mbele yenu, ndio maana nimeileta taarifa hiyo. Kwa mantiki hiyo sasa tuendelee kusubiri kitu gani ambacho kitatokea kutoka pande zote mbili, kwa maana pande ya klabu Bizertin pamoja na klabu ya Simba, kama watafanikiwa kunasa huduma ya nyota huyo. Wapo nyota wengine wa ndani ambao wanahusishwa na klabu hii na klabu nyingine mbalimbali. Hivyo basi usiache kufuatilia jukwaa hili na kusihi usubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zinazohusiana na soka la ndani, lakini pia soka la Afrika. Tumejikita ndani ya soka la ndani na soka la Afrika pekee. Hivyo basi subscribe, make sure una comment, una share, una like ili uweze kupata taarifa zote kutoka katika jukwaa hili la Mzinga Sports. Mimi ni Ghari Mzinga na hii ni Mzinga Sports.